Kwanza kabisa naamini ni kwa sababu ya chama kilichokuwa chama kikuu cha upinzani cha Chadema kususia kushiriki uchaguzi. Maanake kilisusia kwa slogan yao kusema no reform no election, na kweli hawakushiriki. Matokeo yake ni kwamba wale wafuasi wao ambao hawakujiandikisha na hawakushiriki uchaguzi wameamua kufata mkumbo wa kuchochewa na wakachocheleka, wakafanya vurugu na maandamano. Vijana wanaandamana hasa siku ya uchaguzi tarehe 29. Mimi naamini zaidi wamefuata mkumbo wa kimataifa wa kimtandao. Kama wamesikia kuna watu wanaandamana Nepal, wameandamana kabla hapo kwenye Silver, kwenye zile nini Springs, na wameamua kuiga. Na sababu wametafuta, kila mtu ana sababu yake. Wamekuta sababu nyingi ndogo ndogo, wakajumuisha pamoja, wakaamua wakaona sababu za kuandamana. Wengi wamekuwa tukipokea taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii wakieleza sababu zao ndogo ndogo ambazo zimesababisha, lakini kwa siku hiyo, siku ya tarehe 29, kwa sehemu kubwa ukianza kuchunguza kwa umakini wake, unagundua kwamba wengi waliingia katika kundi la uporaji, kwa sababu tumeshuhudia namna gani ambavyo maduka mbalimbali, maeneo mbalimbali, lakini uchomaji pia ni kama vile ni hamasa ambayo imetokea mtandaoni na kuweza kupokea wao hiyo hamasa na kutekeleza uhalifu kwa sehemu kubwa. Binafsi nafikiri hayakuwa maandamano, ilikuwa ni uharibifu tu. Vijana wetu wamefuata mkumbo kama wengine wanavyosema, wameingia mtaani, wameharibu, na ukiangalia wala hawakuwa watu wengi walikuwa wanafanya fujo, wengine tu wamezolewa, wameingizwa kwenye mkumbo. Kusema kweli mpaka sasa hivi ni vigumu kujua haya maandamano ya Dar es Salaam chanzo chake hasa ya Tanzania chanzo chake hasa ni nini, kwa sababu kuna ripoti tofauti ukizisikia unapata kuhusu maeneo tofauti nini ambacho kisababisha watu waandamane. Hakukuwa na sababu moja iliyosababisha watu kuandamana, na tunafahamu nchi zingine ukisikia maandamano unakuta wamebeba mabango wanaonyesha wanaandamana kitu fulani, lakini haikuwa hivyo kwa Tanzania, na kila mkoa unapata story tofauti nini kilisababisha. Wewe kusema kweli ni jambo ambalo tunaendelea kuliangalia, kulifuatilia kusema zaidi yote, lakini kwa kweli uwezo kupata sababu moja ya kusema hii ndo hasa ilisababisha kile ambacho kimetokea, ambacho siwezi kukiita maandamano. Kusema kweli ni vitu fulani vilitokea, ni vigumu kwa kweli kusema ni hiki hapa ambacho ndio hasa cha kufanyia kazi.